Nikukaribisha katika kipindi bora, kipindi cha baraka, kipindi cha thamani na cha utajiri mkubwa wa kiungu. Naitwa Kristo Oscar au unaweza kuniita Apostle Oscar Obedi. Mimi ni kiongozi wa huduma ya Throne of Grace kwa mataifa yote. Karibu sana. Karibu sana. Nipende kusema kwako kwamba muda huu ni muda wa thamani sana. Na hebu safiri pamoja nami katika haya maneno ya Kristo ambayo nitakuwa naongea na wewe. Leo napenda niseme na wewe kuhusu inawezekana kuishi bila hofu. Narudia tena kichwa cha somo langu ambalo nitakuwa naongea hapa, inawezekana kuishi bila hofu. Nikizungumza habari za hofu, ni jambo ambalo limekuwa teso kubwa kwenye maisha ya watu wengi. Teso kubwa kwa maskini, teso kubwa kwa matajiri, teso kubwa kwa wasomi, kwa wasiosoma, teso kubwa kwa walio vijijini na walio mijini. Haijalishi ni uko wapi. Hofu ni teso kubwa hata Marekani. Kuna rafiki yangu mmoja Bishop alienda huko Marekani kwa ajili ya mambo ya huduma. Moja kati ya taarifa ambazo alikuja nazo akawa akaniambia mji wa Marekani na watu wake wanateseka sana na hofu. Yaani ni mji ambao umegubikwa na hofu, hofu ya kifo, hofu ya nini? Yaani kuna hofu za ajabu. Nafahamu hata kwako nitakapokuwa naongea na wewe, kuna wengine ambao hofu zao ziko wazi kabisa. Yaani ni mtu ambaye nikizungumza hofu nazungumza habari ya kuogopa, nazungumza habari ya wasiwasi. Yaani hayo maneno yote ni kunyambua tu, lakini yote jumla yake ni hofu. Yaani hali yote ya wasiwasi, hali yote ya uoga, hali yote ya mashaka, yote jumla yake hiyo ni hofu. Sasa ziko hofu za maisha. Kuna mtu ana hofu tu na maisha. Yaani ana hofu kabisa na maisha. Mwingine ana hofu kwenye ndoa tu. Yaani ndoa yake ana hofu sana. Yaani jumla nzima ya ndoa. Yaani ile kumwamini mke wake, kumwamini mume wake. Yaani ana hofu. Yaani yuko tu na hofu. Yaani yuko na hofu wakati wote. Haamini kama unaweza wakaishi pamoja mpaka wakazeeka. Yaani ana hofu inamtesa moyo. Wengine hofu ya familia tu, watoto jinsi walivyo, vile wanavyoenda shuleni au unavyoacha nyumbani wewe unaenda kazini. Ana hofu ya yule mfanyakazi, je, kweli mtoto wangu namkuta salama? Nikirudi kweli atakuwa hajafanya chochote? Je, huyu binti naye kaa naye hapa sio mchawi? Asiye mtoto wangu akamfundisha vitu vya ajabu. Je, uko shuleni anapokwenda? Na sasa hivi kuna hofu kubwa ya uharibifu ambao umekuwa unaendelea. Hofu ya watoto wanageuzwa hali ya ulawiti na nini. Vinafahamika hivi. Hofu kubwa. Kwa hiyo najua jamii iko ndani ya hofu na teso la hofu. Lakini Kristo amenituma nije niongee maneno ambayo yatakata hiyo nguvu ya hofu. Na hofu itapoteza nguvu yake kwako. Haitakuwa na uwezo kwenye maisha yako. Haitakuwa na uwezo kwenye kile ambacho imekuwa inakutesa. Nafahamu ziko hofu nyingi, hofu za kazi kama sasa. Sasa hivi kidogo kazi namna yake ya kufanya imebadilika sana kwa sababu ya mfumo wa uongozi ulivyobadilika. Kwa hiyo watu wana hofu ya kufukuzwa kazi, ya kupoteza kazi. Hofu ni kubwa, hofu ni kubwa. Hofu ya kibiashara, hali ya biashara kuna namna imekuwa na changamoto nyingi. Nafahamu mdogo wangu wa mwisho anafanya biashara. Kuna namna anaongea unasikia, na baadhi ya rafiki zangu wanafanya biashara. Kuna namna unaongea unasikia. Hofu hiyo ya kibiashara. Umeona? Sasa kuna hali hizo zinaendelea ambazo zinatesa. Yes, ziko hofu mpaka za tendo la ndoa. Ziko hofu kabisa, yani hofu kabisa. Hofu zinazotesa hasa wanaume. Yaani mwanaume hofu ya tendo la ndoa kwamba kweli huyu mke wangu nitamfikisha pale ninapotakiwa kumfikisha. Na ni kitu kinachotesa na kupiga sana hata kwenye ndoa. Waweza kufikiri hata ni uchawi, hata kuna mambo fulani ya ajabu, lakini mlango mkubwa ambao unafanya hayo mateso yote ni hofu. Mtume Yohana kuna neno tutalisoma, anasema hofu ina adhabu. Sasa hayo matukio yote ambayo nimekuwa na address sasa hivi mwanzoni, nikiwa kama nakupa sura ya kile ambacho nataka kuongea, hayo ndiyo adhabu zinazotokana na hofu. Yaani hayo matukio yote ni adhabu zinazotokana na hofu. Hofu ya kodi za nyumba uliyopanga, hofu ya kodi ya chumba ulichopanga cha biashara, hofu ya ada, madeni. Hofu, yani kuna hofu kwamba naweza kulipa kweli, mimi sitafungwa kweli. Hofu, yani unateseka tu, una hofu, yani una hofu. Hofu ya kuolewa, wako wadada na hofu, yani akiangalia muda
Mwingine hata sio kwamba ana miaka mingi, labda miaka 23, 24, lakini ana hofu kubwa kwamba kama kweli anaweza kaolewa. Wengine ndio wameshavuka 30 hapo. Hofu, yani ana hofu, moyo wake uko na hofu. Na ndio maana unakuta pia wadada wengi anachezewa. Kwa nini kinamfanya achezewe? Ile hofu inamfanya vijana wakija kwake, wanapojaribu kutaka kumtongoza, au mtongozi kwa maana ya kutaka tu ule urafiki. Ila wengi wamegundua kwamba ukitaka umpate huyu mdada ni kumwambia tu utamuoa. Ukimwambia utamuoa unakuwa umemaliza kila kitu. Kwa hiyo mdada watu anakuwa na ile imani kwamba ndaolewa. Na anajikuta anajiachilia kwa yule kijana. Pia akiwa anaamini kwamba huyu kijana akitembea na mimi itakuwa njia rahisi ya kumshika na kuniacha. Kumbe yule kijana pia hakuwa na nia ya kumuoa. Yeye alikuwa na nia tu ya kumchezea amalize. Na akifanya hivyo basi unakuta anamwacha. Na ndio maana unakuta leo kuna vidonda vingi vinaendelea. Na katika hiyo nipende kutangaza jambo moja. Jumapili ya tarehe 7 mwezi wa pili tutakuwa na ibada ya uponyaji wa moyo. Majeraha kama hayo ambayo mtu amejeruhiwa mpaka amefika mahali hataki kusikia kabisa habari za ndoa. Vijana wamemchezea, wamefika mahali wamemtelekeza. Yaani vidonda vya namna. Tutakuwa na ibada hiyo na maombezi kwa ajili ya uponyaji wa moyo tu. Na mambo mengine mengi. Nisitaki kutoka, ila mlengo wangu sasa ni hofu, ila iliingia hiyo kukutangazia wewe ambaye utajaliwa kusikia haya na utaweza kufika. Tutakuwa Mtendeni shule ya msingi huko karibu na Kisutu. Asante. Hofu nyingi, hofu za hukumu ya Mungu siku ya mwisho. Mtu anakaa anawaza hofu ya kifo. Mtu anateseka kwamba hivi siku nikifa itakuwaje? Hivi huko itakuwaje? Wengine anawaza na ule udongo ambao utakuwa unatupwa juu ya mwili pale ukiwa ndani ya jeneza, huko ndani chini huko kwenye jeneza, mtu anajaribu kuwaza. Hizo hofu zote hizo ni teso. Yaani yale mawazo yanayoendelea yote ndio mateso yanayoletwa na nini? Na hofu. Mwingine ana hofu ya maambukizi ya magonjwa. Yamkini hata ukimwi. Au mwingine ana hofu na kansa. Kuna hali anazisikia. Sasa amesikia watu wanasimulia kansa namna ambavyo iko, namna ambavyo inatokea ndani ya mwili wa mtu. Kwa hiyo ana hofu, anaogopa kwenda kupima, lakini pia ana hofu inamtesa kwamba hivi sijapata maambukizi, au hivi mimi sio mgonjwa, hivi mimi, yaani anateseka, ana hofu. Leo nimekuja kuongea maneno ambayo yatakuweka huru kutoka kwenye hiyo hofu. Kwa sababu Mungu wa mbinguni, Baba yako aliyekuumba, aliyekuzaa katika Kristo kama umemwamini, yeye hapendezwi na mateso ambayo yanakupata. Na yamkini kilio chako cha mahangaiko ya hiyo hofu kimemfikia. Ndio maana amenituma mimi niongee kwako. Amenituma mimi na ujumbe huu niseme kwako ili uweko huru. Endelea kufuatana nami kwa sababu kuna uhuru mkubwa utatokea kwako. Nilikuwa na address hizo hofu mbalimbali, hata hofu za wachawi, Hofu za wachawi. Kuna watu ambao ukifika usiku ana hofu, hajui hata laleji. Na kweli wachawi wanamchezea sana. Ila mlango unaofanya wamchezea sana ni hiyo hofu alionayo. Hofu hiyo. Ana hofu amerogwa, ana hofu ana laana. Hofu za namna nyingi ndio hizo ambazo zinafanya watu wanazunguka huku na kule. Nini? Hofu. Kumbuka nimekwambia inawezekana wewe kuishi bila hofu. Inawezekana. Inawezekana kuishi bila hofu ya mtu yoyote. Inawezekana kuishi bila hofu ya kitu chochote au jambo lolote. Inawezekana. Kama uko na jirani yako hapo, mgeukie mwambie inawezekana wewe kuishi bila hofu ya mtu yoyote, bila hofu ya kitu chochote. Mwambie jirani yako hapo. Kama uko peke yako, jiambie inawezekana mimi kuishi bila hofu ya mtu yoyote, bila hofu ya kitu chochote. Kwa upande wangu ninazitazama zile huduma 5. Upande wangu mimi nazitazama zile huduma 5 za Mungu ambazo zimeandikwa katika Efeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 13. Mimi nazitazama zile kama jibu la kuondoa hofu katika maisha ya waamini na hata wale ambao wanamtamani Mungu, wanampenda Mungu, na wale waliomwamini pia. Zile huduma 5 ambazo ni mtume, nabii, mwinjilisti, mchungaji na mwalimu. Zile huduma wengine wanasema ni huduma 4, wengine wanasema ni huduma 5, whatever, vyovyote zile huduma 4 au 5. Mimi nasema hizo huduma zimekusudiwa kuondoa hofu kwenye maisha ya watu na kuwafanya washindi katika hali zote na mambo yote wanayokutana nayo. Kwa hiyo hali yote itakayotokea au jambo lolote utakalokabiliana nao, Mungu alitoa zawadi ya huduma zile ili kuhakikisha moja ya vitu zimekata kwako ni hofu.
na wewe kuwa na uwezo wa kukabiliana na hali yoyote katika maisha na ukatoka kuwa mshindi. Hasa katika moja katika huduma sasa. Ni mtume. Nilikuwa nafanya huduma chini ya kiongozi wangu mmoja wa huduma. Apostle Dani akanitambua kwamba kama mtume, akasema Oscar, namna unavyo-operate huduma yako, una-operate kama mtume. Kuna namna huko una-operate kitume. Kwa hiyo kuanzia pale nikawa nimeitwa mtume. Kutokana na kazi ninayofanya. Sikujiita mtume kwa sababu napenda kujiita mtume, ila niliitwa mtume kwa sababu watu walithibitisha kazi ninayofanya. So mimi kama mtume pia, tukisoma hiyo Waefeso, fungua Waefeso sura ya 4, Waefeso 4:11 mpaka 13. Nitasoma. Anasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Unalisikia hilo neno? Lishike hilo neno kwa sababu tutaendelea nalo sana katika hili somo. Anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Maana watakatifu wakishakamilishwa, kazi ya huduma inatendeka. Leo ukiona mnasuasua katika huduma uliopo au katika kanisa mliopo, yani huduma linasuasua kufanyika ndani ya kanisa, jua maana yake watakatifu hawajakamilishwa. Waamini hawajakamilishwa. Maana hapa anasema kuwakamilisha watakatifu. Watakatifu wakishakamilishwa, anasema kazi ya huduma inatendeka. Hata kazi ya huduma itendeke. Baada ya watakatifu kukamilishwa, anasema hata kazi ya huduma itendeke. Alafu anaendelea anasema hata mwili wa Kristo ujengwe. Yaani hili jambo moja tu la kuwakamilisha watakatifu linafanya kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Anasema hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Sio watu wakamilifu, mtu mkamilifu. Kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Maanake wote tunafika kwenye position ya kuwa mtu mmoja, yule aliyeumbwa kule na Mungu. Kama unakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo, alisema natufanye mtu, akisema natufanye watu, alisema natufanye mtu kwa mfano wetu, akisema tufanye watu, alisema tufanye mtu. Ina maana ndio hiki ambacho kinafanyika, na mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu wakisimama kwenye nafasi zao na wakafanya ambacho Mungu amekusudia wakifanye, watamleta mtu, atafika kanisa litafika mahali pa kuwa mtu mkamilifu. Yaani kanisa litafika mahali pa kuwa mtu mkamilifu. Anaendelea, anasema hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo na elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Kumbe mitume wametumwa, au manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu wamepewa mission ya kuwakamilisha watakatifu. Mambo hayo yatendeke, mojawapo likiwa wafikie kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Maanake wawe Kristo anayetembea duniani. Alafu kwa kuwa hivyo, elimu mbalimbali zinazoendelea, elimu za ajabu ambazo sasa hivi zimeingia zinaendelea, zisiwatupe huku na huko kwa sababu ya hila na udanganyifu wa watu. Wengine kwa sababu ya kushibisha matumbo yao. Paulo anaongea, nafikiri kwenye Wafilipi, anasema wengine Mungu wao ni tumbo. Wengine Mungu wao ni tumbo. Yesu alisema mmepata bure, toeni bure. Lakini wapo watu wanachaji kile ambacho wao wamepewa bure. Wataweka maneno mengi ya kusingizia, lakini kweli ya neno la Kristo inabaki pale pale. Yeye alisema mmepata bure, toeni bure. Afu isitoshe, wewe unayenisikia haunilipi, ila Mungu aliyenituma ndio anayenilipa mimi. Sasa Mungu namna gani ananilipa? Yeye anajua namna ya kutumia watu wake kunilipa. Yeye atawagusa watu wake, sio kwa mimi kuwalaghai, sio kwa mimi kuwadanganya, sio kwa mimi kufanya udanganyifu fulani ili nipate hela, nichukue hela kwao. Eti kwa sababu nimekuombea, eti kwa sababu nimekushauri, nachukua hela kwako. Hapana. Ila kuna namna Mungu atagusa tu roho yako. Ndio huyo utasikia ametoa 50,000, utasikia huyo ametoa milioni 1, utasikia mwingine anatoa milioni 20, milioni 50, kwamba apostle, mimi natoa hii huduma yako ichukue sura mpya. Yaani umenibariki mno. Yaani hivyo namna hiyo. Kwa nini? Mungu ndio anayeturiwadi, Mungu ndio anayetulipa. Ila sisi tumepata bure, tunatoa bure. Alafu Mungu kuna namna anarudi kutulipa ili to meet mahitaji na mambo mbalimbali katika maisha yetu. Naamini unanielewa. Sasa hawa katika hizo huduma 5 waliitwa kuwakamilisha watakatifu. Sasa swali ambalo nilijiuliza,
Mungu unaposema kuwakamilisha, tunawakamilishaje? Tunawakamilisha katika nini? Roho Mtakatifu mwema. Unajua ulimwengu wa neno ni ulimwengu wa Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye Petro kule, Petro wa pili anasema hakuna maandiko, haya maandiko hayakuandikwa kwa sababu ya akili ya mwanadamu. Hebu tufungue hiyo. Nisiongee sana, niwe wakati mwingine. Najua watu ambao wanapenda kile unachoongea ukisema kimo kwenye neno, ukisome ili wakione. Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza. Ndasoma kuanzia mstari wa 19. Anasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Unasikia maneno? Yaani ni kama anasema hakuna unabii katika haya maandiko ambao mtu anaweza kaufasiri anavyotaka. Au kuna neno lolote kama hili nimesema kuwakamilisha katika nini? Maana anasema kuwakamilisha watakatifu. Mtu aweze kaanza kuongea tu from nowhere. Unajua unatakiwa ukamilike katika kutoa. Unajua unatakiwa ukamilike. Hapana. Haiko hivyo. Aweze kaongea from nowhere, aweze kaongea tu hewani. Lazima aongee ikiwa imejitafsiri kwenye maneno haya. Humu ndani unaweza ukatoka kwenye neno huku likaja kutafsiriwa humu, kwa sababu hiki kitabu kinajitafsiri. Ila sasa kuzipata hizo tafsiri ambazo ni kweli, ni lazima Roho Mtakatifu afanye hiyo kazi, kwa sababu yeye ndiye mwandishi wa hiki kitabu kupitia watu. Alipowafunulia akawaambia andika. Alipowafunulia akawaambia andika. Wakati anawaambia andika na vile anawafunulia kwa anajua kabisa Petro anapoandika kuna mambo mengine anayoyaandika ni majibu ya kile alichoandika Paulo. Paulo anavyoandika kuna mambo ambayo ameandika, majibu mengine ni ya Yohana. Yaani unakuta yanajibizana umo kwa umo. Hata ukitoka kule kitabu cha Mwanzo kwenye Agano la Kale, unakuta kwa jicho la Kristo ukiangalia kule, unakuta kuna mambo mengi yanajibiwa humu ndani, yanatafsiriwa humu ndani. Kama kuna siku Mungu naambia atanipa neema, nitaongea kwa habari za mlima wa Bwana. Afu utashangaa tafsiri ya mlima wa Bwana kutoka kwenye maneno haya ni nini? Utashangaa kabisa. Naeleweka nachosema? Sasa hapa anasema mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini nimesema hivyo? Maana tunapoanza kutembea huko na ninapokufundisha, lazima haya maneno yaongee yenyewe kwa yenyewe, kwa sababu yenyewe kwa yenyewe ndio yanajua kujitafsiri na kujifungua, na ndio tunapata lile neno la kweli ambalo laweza kutusimamisha na tukaona hofu ikipoteza nguvu kwenye maisha yetu, na tukawa huru kabisa mbali na hofu. Nimeeleweka nachosema? Yes, naamini unanielewa nachosema. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya mambo ya msingi sana kulishika. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Kumbuka, tunapovuka kwenda waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4, tunavuka na lile neno kuwakamilisha watakatifu. Hizi huduma 5 au 4, wengine wanasema 4, yani wachungaji na walimu combine kama huduma moja. Wengine wanasema 5, kwamba wachungaji ni huduma inajitegemea na walimu ni huduma inayojitegemea. Vyovyote mimi nasema vyovyote. Ile nasema hizo huduma zimetolewa na Mungu ili kuwakamilisha watakatifu. Na tunachotafuta hapa, watakatifu wanakamilishwa katika nini? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Fungua Biblia yako, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Nitasoma kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10, alafu nitaruka wa 16 mpaka 18. Sikiliza ninaposoma. Mstari wa 7 mpaka wa 10. Anasema, wapenzi na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila pendaye, pendo linatoka kwa Mungu. Alitoke kwa mwanadamu ili analoliongea. Anasema pendo latoka kwa Mungu. Na kila pendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Kumbe ukimpenda ndugu yako au ukimpenda adui yako, inathibitisha kwamba wewe umezaliwa na Mungu. Maana anasema kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Hizo ni sign zinazoonyesha unamjua Mungu na umezaliwa na Mungu. Hili sio somo langu, ingawa naweza tukaongea tena huko mbele tunapoendelea, kwa sababu ni jambo la msingi. Yaani wewe ukimpenda ndugu yako, lakini ukavuka zaidi ya ndugu yako, kwa sababu unajua kumpenda ndugu wakati mwingine ni rahisi kwa sababu mnapatana katika mambo fulani. Lakini ukimpenda pia adui yako, kama Yesu anavyosema wapendeni adui zenu.
Ukimpenda adui yako, ile ni kwa sababu yako ambayo inafunua kwamba wewe umezaliwa na Mungu, alafu unamjua Mungu. Kumjua Mungu sio mafunuo mengi ya ajabu ajabu ambayo mpaka watu wanachanganyikiwa, hawaelewi. Hiyo sio mimi kwangu nasema. Huko sio kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni kumpenda adui yako, kumpenda jirani yako. Jirani yoyote. Naposema jirani, Yesu anasema mpende jirani yako. Ni jirani yoyote. Awe Muislamu, unatakiwa umpende. Awe mchawi, unatakiwa umpende. Awe hana dini, unatakiwa umpende. Awe anachukia unavyomwamini, anaichukia imani yako, wewe unatakiwa umpende. Na kule kumpenda kunafunua kwamba wewe umezaliwa na Mungu na unamjua Mungu. Niendelee hapo, sitaki kukaa kwa sababu sio misheni, ingawa ndani ya ile somo hilo ni eneo muhimu. Anaendelea anasema, yeye asiyependa, mstari wa 8, waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 8 anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yaani unaposema Mungu, unasema upendo. Ukisema upendo, unasema Mungu. Mungu ni upendo. Anasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Sasa sikia hii pointi ambayo hasa ndio nitaka tuichukue. Anasema, hili ndilo pendo. Fuatana na mimi kuyasema ya maneno. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe pekee kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Yaani kwamba hapa haya mahesabu yasitupite. Yaani hapa kuna mahesabu yamechezwa. Haya maandiko yalivyoandikwa, yaani kuna mahesabu yanacheza hapa. Anasema hili ndilo pendo. Anatambulisha sasa hilo pendo ambalo anasema tupendane kutokea kule juu. Anasema hili ndilo pendo. Pendo gani? Hilo pendo ambalo limetoka kwa Mungu. Hilo pendo lilotoka kwa Mungu lilikuwaje? Anasema hilo pendo ni kwamba Mungu alimtoa mwanae. Anaongea pale sura 9. Katika hili pendo anasema lilionekana kwetu kwamba Mungu alimtuma mwanae pekee. Ukienda kwenye Yohana sura 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Sasa huku Yohana analichambua na alifafanua zaidi. Anasema hili ndilo pendo. Pendo gani? Anasema si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe wa pekee kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Hakuna ufunguo muhimu ambao unakuweka katika ukamilifu kwa Mungu kama huu. Usijaribu kumpenda Mungu kabla ya kujengwa katika ukweli wa kwamba yeye alikupenda wewe kwanza. Yaani ukubali ukweli huu kwa nguvu yote kwamba ni kweli Mungu alinipenda mimi kwanza. Alinipenda nikiwa vipi? Narudi hapo, weka kidole chako. Twende Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Kuna kitu nataka tukichukue pale, alafu turudi hapo tuendelee. Warumi sura ya 5 mstari wa 8 anasema hivi. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Narudia tena. Anasema hivi. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Yaani Mungu tu mwenyewe anaamua. Sio kwamba kuna mtu alimshawishi. Kumbuka, ukisoma katika Warumi sura ya 3, anasema hivi, anasema wote wameoza na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana wote wametenda dhambi, anasema wote wametenda dhambi na wameoza na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokuja kupenda, anapenda kile ambacho kilikuwa kimeoza na hakina utukufu wake. Anakipenda. Sasa hakuna sijui niiwekeje. Niseme hivi, hakuna ukweli unaokukamilisha na wenye nguvu kwenye maisha yako kama huu naongea. Kwamba Mungu alikupenda wewe ukiwa mwenye dhambi. Alikupenda wewe ukiwa hauna idea kabisa kwamba Mungu anafananaje, ukiwa hauna idea uko kwenye dhambi kabisa. Yaani huna chochote. Mungu yeye ndiye alichagua kukupenda. Kumbuka hata Yesu anasema sio ninyi mlionichagua. Yohana 15. Anasema sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua na nikawaweka ili muende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa. Yaani vyote anaposema hivyo na anapofanya ni yeye amefanya. Yaani ni yeye amekupenda, ni yeye amekuchagua, alafu ni yeye anakuweka, alafu anakufanya uzae matunda. Sasa kuna kweli ambazo lazima uzijue. Ukishazijua hizo kweli, ukaziabsorb, yaani kama ukazinyonye, ukazifyonza,
Yaani zikawa wewe, yaani hizo kweli ni wewe na wewe ni hizo kweli. Utaanza kuona ukizaa matunda bila kustruggle. Ni kama mchungwa. Mchungwa hujikamui kuzaa machungwa. Ni natural kwa sababu imo ndani ya asili yake. Si unanielewa nachosema? Ndicho kile Mungu alichofanya. Sasa Mungu alitupenda. La kwanza lenye nguvu kwa maisha yetu ni lazima tuhakikishe tunatambua kwamba Mungu alitupenda. Najua kulingana na mafundisho yanayoendelea ndani ya kanisa, sasa hivi kuna aina ya mafundisho yameibuka ambayo yanaleta kiburi fulani hivi. Kuna watu wanaona kama yeye alimchagua Mungu. Wapo wengine mpaka anadiriki kusema unajua mimi hata vile sikuwa nimezamazama sana kwenye dhambi. Mimi kama mambo ya uzinzi hayakuwa yananisumbua. Au eti ulevi. Yaani hakuna kiburi kibaya kama hicho. Hakuna kiburi kibaya kama hicho. Na in fact Mungu sasa hivi hata mhukumu mtu kwa sababu ya uzinzi. Ukisoma maandiko anasema watu watahukumiwa kwa sababu ya kutokuamini. Dhambi pekee ambayo Mungu atawahukumu watu ni kutokuamini. Yohana 3:16 ukiendelea anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. 17. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ukiendelea 18 anasema, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Amwaminie yeye hahukumiwi. Kwa nini? Tunapomwamini Kristo haina maana kwamba tunakuwa huru kutenda dhambi, ila ina maana kwamba tunabadilishwa asili yetu. Tunabadilishwa asili nzima ya dhambi na kuwa asili ya haki. Tunaingia katika yeye, na hivyo tunaanza kuishi yeye na sio sisi. Kwa hiyo maana ile asili ya kwanza yote inatupwa nje, alafu inaanza asili mpya ya Yesu kuishi ndani yetu. Tutaongea hayo mbele zaidi tunapoendelea na hili somo. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Nasema hakuna pendo kama hili. Tambua kwanza Mungu alikupenda. Pendo ndio hili. Mungu alikupenda. Alikupenda vipi? Alimtoa mwanae akafa kwa ajili yako. Akafa kwa ajili yako. Ulipokuwa ungali mwenye dhambi, alimtoa mwanae. Damu yake ikamwagika, akatoa uhai wake kwa ajili yako. Yesu mwenyewe pia alikupenda. Yohana 15:13 anasema hakuna mtu aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wewe ni rafiki yake na Yesu. Ndio maana Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yako. Ulimwengu mzima, watu waliomo ulimwenguni ambao wanasikia maneno haya, watu wote duniani wanasikia maneno haya, ninyi ni marafiki wa Yesu. Ndio maana Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yenu. Sasa manake wewe unatakiwa umwamini yeye, ili ile maana ya yeye kutoa uhai wake kwako ilete maana kwako, na ilete kile kilichokusudiwa kwenye maisha yako, ambacho ni uzima wa milele, ambayo inakupelekea kukombolewa na hali zote za hofu. Hebu endelea kufuatana na mimi katika haya maneno ambayo tunaendelea kuyasoma. Yohana, hiyo waraka wa kwanza Yohana sura 4. Turuke kutoka ile mstari wa 10 twende kusoma kuanzia mstari wa 16. Yes. Mstari wa ngapi naona? Wa 16, wa 16 mpaka 18. Anasema hivi. 16 anasema hivi. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Pendo gani tumelifahamu na kuliamini? Kwamba yeye alitupenda sisi tungali wenye dhambi, na katika hilo alimtoa mwanae Kristo kufa kwa ajili yetu. Hilo tumelifahamu, hilo pendo alilonalo kwetu sisi. Hilo ndio pendo ambalo unatakiwa ulishike kwa moyo. Na hata unapoingia kwenye maombi yako, ndafurahi sana nikisikia kwamba hayo ndio maneno yako ya kwanza ya kumshukuru Mungu, kutambua lile pendo lake. Anasema alitupenda tungali wenye dhambi. Hilo ndio pendo. Na ndio hii ambayo nasoma hapa 16, ambayo anasema nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi. Pendo gani? Alitupenda tungali wenye dhambi na akamtoa Kristo kwa ajili yetu. Tungali wenye dhambi, tungali hatujui chochote, hatujui Mungu, hatujui chochote, tunaabudu vitu vya ajabu. Mungu akamtoa Yesu kwa sababu ya lile pendo lake. Na mimi unanielewa ninachosema. Anaendelea anasema nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini hilo pendo. Hilo pendo tuliloliamini ni nani? Ni Yesu. Kumwamini Yesu ni kuliamini pendo la Mungu. Na mimi unanielewa ninachosema. Nasema hivi, kumwamini Yesu. Ukisikia mhubiri na kuhubiri anakuambia Yesu anakupenda, alimwaga damu yake kwa ajili yako. Yeye pekee ndio anaweza kukusamehe. Yeye pekee ndio anaweza kukufanya umfikie Baba, kwa maana yeye ni njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia kwa yeye. Unapomwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake Mungu pia anakuona umeliamini pendo lake, kwa sababu Yesu ni pendo la Mungu kwetu.
Kwa hiyo wewe kwa kumwamini Yesu umeliamini pendo la Mungu. Na vile kuliamini pendo, hakuna kitu kizuri kama hicho bwana. Yaani kuliamini pendo la Mungu ukielewa, yaani hivi sasa hivi maana unaingia ndani ya ubatizo wa kuelewa haya ninayokuambia. Kwa kuamini hilo pendo la Mungu, sikiza ninavyosema. Mungu ni upendo. Naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Maana kwa kuamini hilo pendo la Mungu umemwamini Mungu na Mungu ni huo upendo. Kwa hiyo ina maana ni kama Mungu alivaa mwili akaja kwetu kupitia nani? Yesu. Kwa sababu Mungu ni upendo. Na Yesu maana yake alipokuja duniani alikuwa ni upendo. Ndio maana unakuta katika huduma yake alizungukwa na wenye dhambi, kwa sababu hao ndio walikuja kwa ajili yao. Mpaka kuna wakati Mafarisayo walikereka, wakaanza kumwambia unakula na wenye dhambi, si unakaa naye. Mpaka sehemu nyingine anawaambia mgonjwa hamhitaji daktari. Anasema mtu mzima hamhitaji daktari ila walio wagonjwa. Hapo anasema mimi sikuja kwa ajili ya wenye haki, nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hivi unanielewa ninachosema? Yaani hilo ni pendo lilikuwa linakuja kwa ajili ya wale ambao wamesukumwa nje. Na kumbuka alipokuwa akiwajibu hivyo Mafarisayo walikuwa wamewatenga. Yaani jamii, makahaba walikuwa ni watu waliotengwa na jamii. Watu wa ushuru ni watu najisi kwa Mafarisayo. Wenye ukoma ni watu najisi kwa Mafarisayo. Ndio maana unakuta kama yule kahaba mmoja alipokuja kwa Yesu akavunja kile kibweta, akaanza kumpaka mafuta. Mafarisayo wakawa wanasema mioyoni mwao, mtu huyu angekuwa nabii, bila shaka akajua huyu mwanamke ni wa namna gani. Yesu akasema mnanidisqualify kama sio nabii. Akasema okay. Yaani najaribu kuimagine tu, nampenda Yesu bwana. Mimi nampenda kuongea habari za Yesu bwana. Anasema Yesu akamwambia Petro, nitakuuliza swali Petro. Anasema palikuwa na watu wawili. Mmoja alikuwa na dhambi nyingi, afu mwingine alikuwa na dhambi kidogo tu. Alafu hao watu wote wakasamehewa. Unafikiri kati ya watu yupi atapenda zaidi? Petro akasema bila shaka ni yule aliyekuwa na dhambi nyingi. Akasema umejibu kwa haki. Akasema nilifika hapa sikupewa maji ya kunawa miguu, lakini huyu mwanamke akuisha kunimwagia machozi yake, akuacha kunimwagia machozi yake miguuni mwangu. Sikupewa sijui cha kufuta miguu, lakini huyu mwanamke akuacha kuifuta miguu yangu na nywele zake. Akafika mahali akamgeukia mwanamke akamwambia, mwanamke, umesamehewa dhambi zako zilizokuwa nyingi. Hivi unalisikia pendo la Mungu linavyosema? Pendo la Mungu linaongea na yule mwanamke kwamba mwanamke, umesamehewa dhambi zako zilizokuwa nyingi. Maana ya pendo ndio hii. Yaani hapo mimi ndio nagombana hata na wainjilisti. Mwinjilisti angeweza kumhukumu yule mwanamke, angetaka hata sisogee kwenye miguu yake. Kumbe wewe ni pendo kwa hawa watu. Wanatakiwa wakae, lile pendo liwatakase, lile pendo liwasamehe, lile pendo liwapatanishe na baba yao. Ndio maana Paulo katika Wakorintho wa pili sura ya 5 pale, nafikiri kuanzia mstari wa 18 na 19 anasema tumepewa huduma ya upatanisho. Na sisi tunasema patanishweni na Baba. Kwa nini? Kupitia Kristo. Kristo ametolewa ili watu wapatanishwe na Baba. Kwa hiyo Mungu kaamua kuwasamehe watu dhambi zao, kawasamehe bure. Kwa kumtoa Yesu, watu wamwamini tu wasamehewe dhambi zao. Na hakuna pendo kubwa la Mungu kama hilo. Hilo ndio pendo ambalo linatufungulia ulimwengu wa Mungu. Hilo ndio pendo ambalo linaturudisha kwenye ulimwengu wa Mungu ambao Adamu na Eva walifukuzwa wakatolewa nje yake. Kristo ndio hilo pendo la Mungu. Mnanielewa ninachosema? Niendelee kutembea katika ile mengine ili tufike kule ambako inafukuza nje hofu. Anasema hivi, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Unakaaje katika pendo? Unakaaje katika pendo? Kumbuka nimekuambia pendo ni Yesu. Unakaaje katika pendo? Unakaaje? Kwa njia ya neno, kwa sababu Yesu ni neno. Tutayaona ya mambo huko mbele, nitayaongea pia au niongea. Yaani Yesu ni neno. Anasema naye neno akafanyika mwili. Waraka Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana, atukae mbele za Baba amejaa neema na kweli. Yesu Kristo alikuwa ni neno aliyefanyika mwili. Naeleweka nasema, alikuwa ni neno aliyefanyika mwili. Ukianza ile sura ya 1 mstari wa 1 anasema Yohana hii, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kumbuka hapa tumesoma kwa Yohana anasema Mungu ni nani? Ni upendo.
It means tunasema neno ni nani? Neno ni upendo. Kwa sababu neno ni nani? Neno ni Mungu. Hivyo unanielewa nilivyokuambia pale kwamba hii Biblia inajitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Haihitaji kuleta vitu kutoka nje ambavyo vimo ndani yake. Anasema naye neno alikuwa Mungu. Tumesoma hapa anasema Mungu ni upendo. Kwa hiyo maana yake neno ni upendo. Ukiona unasikia maneno ambayo hayana pendo la Mungu ndani yake, jua hayo maneno sio Mungu. Narudia tena. Ukiona unasikia maneno ambayo hayana pendo ndani yake, jua hayo maneno sio Mungu. Kwa sababu Mungu ni upendo. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Unanielewa ninachosema? Niendelee kuongea. Kwa hiyo maana anayekaa ndani ya Mungu, Mungu ukaa ndani yake. Anakaa ndani ya Mungu vipi? Anakaa ndani ya Mungu kwa njia ya neno. Kwa sababu Yesu ni neno. Ndio maana hata katika Yohana sura ya 14 mstari wa 23 anasema yule anayeshika neno langu, huyo ndiye anayenipenda. Sio yule anayeabudu na kuomba na kusema kwamba Baba, Yesu nakupenda na machozi yanamtoka. Anasema yule anayelishika neno langu, huyo ndio anayenipenda. Yule anayeshika neno langu, huyo ndio anayenipenda. Tafsiri ya Biblia nyingine inasema yule anayeshika mafundisho yangu. Mafundisho yake ni yapi? Ni yale maneno anayoyasema. Yale ambayo anasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, wabarikini wanaowalaani. Anasema wasalimieni wale wasiowasalimia. Kwa sababu mkiwasalimia wale wanaowasalimia mnapata fadhili gani? Kwa hiyo maana yule ambaye anapita kusalimia anaonyesha kiburi, wewe msalimie tu. Ndivyo maneno ya Yesu yanavyosema, unajua. Sasa unapoyashika hayo maneno, maana kushika maana nini? Kushika maana kuzingatia, kutilia maanani. Maana ni kipaumbele kwa maisha yako. Hayo maneno yake yanafanyika kuwa kipaumbele kwa maisha yako. Yaani ndio ya kwanza, yana first priority kwenye mambo yako. Yaani unapokutana na jambo la kwanza unasikia Yesu anasemaje kwenye jambo kama hili? Yesu anasemaje kwa mtu kama huyu aliye mbele yangu? Sasa unapofanya vile Yesu anavyosema, manake wewe unahesabika unampenda yeye. Unampenda. Huko ndio kumpenda. Na ndio kukaa ndani ya Mungu na Mungu kukaa ndani yako. Wewe unapokaa katika hilo neno. Ndio maana hata kwenye Yohana 15 anaongelea habari za mzabibu pale. Alafu anasema maneno yangu yakae ndani yenu na ninyi mkae ndani ya maneno yangu. Alafu anasema yoyote myaombayo Baba atayafanya. Si umenielewa ninachosema? Maana kama maneno yake yakikaa ndani yako na wewe ukikaa ndani ya maneno yake, obvious utaomba maneno yake, kwa sababu hautakuwa na maneno yako. Kwa sababu kinachotoka mtu ni kile kilichoujaza moyo wake. Moyo wako ukijazwa na maneno yake, utaomba maneno yake. Na huko ndio kukaa ndani ya Mungu. Na ndio hapa Yohana anasema naye akae katika pendo, ukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Katika pendo hamna hofu. Unasikia sasa? Nimekuja kuiaddress hiyo ambayo ni nani yangu ya hofu. Kumbuka kichwa cha somo nimesema inawezekana kuishi bila hofu. Sasa hapa mtume anaiaddress hofu. Anasema katika pendo hamna hofu. Maana ukishakaa ndani ya pendo ambaye ni Yesu, hofu inakata. Msingi wa kukaa katika pendo ni upi? Nimekuambia kumtazama Mungu kwamba yeye ndio alikupenda wewe kwanza. Na alikupenda ulipokuwa ungali mwenye dhambi. Sio kwamba hata umejitahidi kwamba hujazini au hujafanya nini au maana unajua sisi tuna matendo yetu ambayo tunajihesabiaga, alafu yanatupa ujasiri. Wala Mungu hakuangalia katika hayo. Pole sana kwa kusema hivyo. Unajua naweza nikawa naongea vitu vigumu ambavyo ukaona kama nataka kupuuza na kufanya mambo yawe rahisi. Ila nasema tu kweli kwamba Mungu haangaiki na vitu kama hivyo. Mungu anataka wewe uzame ndani ya pendo lake, sio ndani ya matendo yako ambayo unayafikiri kwamba yanampendeza Mungu na kumfanya Mungu akupende. Hapana. Mungu alikupenda wewe ukiwa mwenye dhambi. Na alipokupenda wewe ukiwa mwenye dhambi, kuna jambo alilifanya kubwa zaidi linalovuka hata hayo matendo yako, ambalo ndio anataka wewe ulipate, ulikamate hilo, utembee katika hilo ili yadhihirike. Jambo gani? Kwamba mimi nilipendwa ningali mwenye dhambi. Ukianza kuitafakari hiyo na ikawa na kina ndani yako, kwanza inakufanya
kumpenda mwenye dhambi yote iwe rahisi kwako, hata afanye nini, kwa sababu unajua hata wewe kabla ya kuwa hivyo na kubadilishwa hivyo na Mungu ulikuwa vile ambavyo alikuwa. Okay, inawezekana usiwe kama vile ambavyo wewe unamuona alikuwa mbaya zaidi, lakini hata na wewe kwa vile ulikuwa mbaya tu katikati ya watu fulani pale ambao walikuwa na wewe kwa dhambi ulizokuwa unafanya. Si unanielewa ninachosema? Ila tunapolitafakari vizuri, tunapomeditate vizuri lile pendo la Mungu la kutupenda sisi kwanza na kumtoa Yesu, litafanya mambo mengi ambayo tulikuwa yanatusumbua kuhusu watu wengine yapoteze nguvu, na lile pendo liinuke na tuanze kuwaona tu wako sawa, wako salama na wako vizuri. Na ndio hapo sasa tutaanza kuona wokovu wa Mungu na nguvu zake. Sikia anapoendelea kusema. Anasema hivi. Anasema katika pendo hamna hofu. 18 hiyo nasoma. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa hiyo kumbe nguvu pekee ambayo huwa inaitoa hofu nje ya maisha yetu ni pendo. Kumbuka wakati naanza nimeaddress hofu mbalimbali ambazo zinaendelea sasa hivi ulimwenguni. Nasikia hofu ndio uwanja wa shetani kufanyia kazi. Kama ulikuwa ujui, narudia tena. Hofu, mahali popote penye hofu ni uwanja wa shetani kufanyia kazi. Tutaona huko yalitokea kwa Ayubu. Lakini pendo anasema huitupa nje hofu. Anasema pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu. Kumbuka nimeongea zile adhabu za hofu. Vile unavyowaza mwanao akienda shuleni kwamba hivi kweli watamharibu. Vile unavyowaza ukimwacha mtoto wako nyumbani mchanga. Vile unavyowaza mume wako amechelewa kurudi kutoka kazini. Ile hofu na yale yote unayowaza. Yaani yale unayowaza ndio adhabu ya hofu. Vile unavyowaza kuhusu afya yako. Yale yote unayowaza ndio adhabu ya hofu. Unaadhibiwa. Ila pendo sasa linasemwa hapa, na lisema pendo ili kukukomboa kutoka kwenye hiyo adhabu. Kukuokoa kutoka kwenye hiyo adhabu. Kukuweka huru kutoka kwenye hiyo adhabu inayoletwa na nini? Na hofu. Wako wengine nilikuwa nasikia kama kanisani mtu anasema mimi huwa na hofu, anafanya biashara ila ana hofu tu ya kudhulumiwa. Kwa hiyo yuko anafanya biashara ana hofu ya kudhulumiwa. Sasa huyu mpaka nguvu ya pendo la Mungu imemeza moyo wake. Ikimeza moyo wake, maana hata ile hofu ya kudhulumiwa inapoteza nguvu. Kwa nini? Hofu huwa inajua. Hofu huwa ina connection. Yaani kuna namna ndani kukiwa na hofu, yale matukio ambayo yana muunganiko na ile hofu huwa yanajua. Kivipi? Ni kama mbwa. Ukifika ugenini kwenye nyumba fulani ngeni, ukakuta wanafuga mbwa. Yule mbwa akaja akabweka. Unajua mbwa anakujaga kwanza anaweza kaja spidi, afu akafunga breki akabweka. Vile anapokuwa anabweka, kihalisi mbwa anaitafuta hofu ndani yako. Kwa sababu huwa anaamini mtu yote mbaya ambaye hayuko salama kwenye ile nyumba, lazima atakuwa na hofu kwa sababu ya ule ubaya alionao. So anapobweka ni kama anaitafuta ile hofu. Akikuta hauna hofu, umetulia, atapiga mkia, kuna mingurumo fulani atatoa, atakuja miguuni atakunusa, afu baadaye ataondoka ataenda atakaa alipokuwa amekaa. Manake ndani yake anasema huyu mtu ni salama mahali hapo. Ndivyo hayo matukio yote yanayotokea ambayo shetani anayaleta kwetu, huwa anavyoyatupa kwetu, anachokitafuta, anatafuta liko pendo ndani. Je, hilo pendo la Mungu huyu ndugu analielewa? Hilo pendo ambalo haliruhusu hofu ikae ndani yake, linalotoa hofu nje, analielewa? Je, analiamini? Amelishika hilo pendo? Kumbuka nimekwambia kushika pendo la Mungu ni kushika yale maneno. Hebu fungua kabla tujamalizia hapa. Hebu fungua hapo waraka wa kwanza Yohana sura ya 2. Kuna kitu nataka nisome, alafu turudi tena hapa. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Anasema hivi, lakini yeye alishikae neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua ya kuwa tumo ndani yake. Katika hili tunajua kuwa tumo ndani yake. Anasema, narudia tena nisome vizuri ete maana. Anasema, lakini yeye alishikae neno lake. Sikia maneno. Lakini yeye alishikae neno lake. Anasema katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Kumbuka anasema upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Kumbuka hiyo sentence, upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Kumbuka tulikotokea pia kwenye Waefeso ile sura ya 4 mstari wa 11 ambao anaongea zile huduma 5, anasema kuwakamilisha watakatifu.
Swali lililokuja nalo na kukuleta huko, anasema nikakwambia kuwakamilisha katika nini? Maana hilo ndio jambo la msingi ambayo itafanya kazi ya huduma itendeke. Sasa hapa anajibu, anasema lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua ya kuwa tumo ndani yake. Kumbe kushika maneno ya Kristo, kushika manake ni kuishi, manake ni kutenda, manake ni kuzingatia. Kushika maneno ya Kristo kunafunua pendo la Mungu limekamilika ndani yako, na hilo pendo ambalo linakupa ukamilifu ndio nguvu ambayo hutupa hofu nje. Sikia sasa hapa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 ambapo anaendelea, anasemaje? Anasema hivi, katika pendo hamna hofu. Narudia tena 18. Anasema katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili. Kumbuka, lakini pendo lililo kamili. Kumbuka hapa anasema sijui kama mtu ananielewa anapounganisha haya maneno. Anasema lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Huku anasema katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Anasema mwenye hofu, mtu yoyote mwenye hofu, hofu ya jambo lolote, hofu ya mume wako atakuwa na kimada, hofu sijui nini, mpaka ile unafuatilia simu yake, ameenda kuoga, unaanza kupekenyua. Unajua chote kinachokutesa pale ni hofu. Ukute message ufanye nini, yaani hofu inakutesa. Na ngoja nikwambie ndugu yangu, haya maneno nayokuambia hapa, nakimbia, natembea, naweza nikakwambia natembea kwenye nyanja inaitwa imani. Natembea kwenye ulimwengu unaitwa imani. Kwa sababu hapa napokuambia hata hili pendo linafanya kazi kwa imani. Hapa natembea kwenye remu ya imani. Kwa hiyo manake unapokaa kwenye pendo, imani inafanya kazi. Wagalatia sura 5 mstari wa 6 anasema imani itendayo kazi kwa upendo. Anasema imani itendayo kazi kwa upendo. Upendo gani? Upendo huu unaokusimulia, upendo wa kutambua vile Mungu alivyokupenda wewe ulipokuwa ungali mwenye dhambi, akamtoa Yesu. Sasa kwa pendo hilo ukikaa hapo, imani pia inaanza kufanya kazi. Imani inafanya kazi gani? Imani inafanya kazi kukuokoa na uharibifu unaoendelea duniani. Imani inatiisha mambo yote ya uasi yaliyo kinyume chako. Imani huwa inatiisha. Unafanya mchezo na imani? Kwani umesahau Waebrania 11 ndugu yangu? Anasema kwa imani walifunga makano ya simba, walizima makali ya moto, walitiisha si upanga, waliangusha miliki za wafalme. Hujasoma kwenye Waebrania? Si hapo hiyo. Kwa imani, anasema kwa imani. Maana imani ilikuwa inawezesha ufalme unadondoka. Si unakumbuka hata Yeriko ilianguka kwa imani. Imani gani? Walisikia maelekezo Mungu aliyowapa, wakazunguka, ngome ikaanguka. Wakina Danieli walifunga makano ya simba, simba wenye njaa anashindwa kumla. Amefunga kwa nini? Kwa imani. Kuna maneno walikuwa anatembea nayo, kuna maneno walikuwa anayaishi, akawa fearless. Reka kokoza katika yabo. Akawa fearless. Hivi unanielewa? Akawa hana hofu kabisa. Hebu waza mtu anaambiwa kwamba wewe ungeanguka tu kuisujudia hii sanamu. Kwa nini? Kwa sababu ukiendelea hivyo tutakutupa kwenye tundu la simba. Afu wale simba wameshindishwa na njaa. Nia ni wewe umelengwa. Kumbuka hata kina Shadraka, Meshaki na Abednego nao waliwekewa moto ukachochewa mara 7 zaidi. Lakini walikuwa fearless. Kwa nini walikuwa fearless? Kwa sababu kuna namna walimjua Mungu. Kuna namna kulikuwa na pendo la Mungu kwao. Kivipi? Walishika maneno yake. Walishika alipokuwa anawaambia. Yaani vile alipokuwa anawaambia haikuwa kitu ambacho unaweza compromise. Yaani kwamba okay, naweza nikashika. Unajua kuna wakati sasa hivi imefika mahali kama kuna maneno mengine ya Mungu tunaona kama haya yaliwahusu nyakati zile bwana, nyakati zetu sasa hivi hayatuhusu. Rafiki, Yesu Kristo ni wa jana na leo na hata milele. Ndivyo anavyosema. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo vile ambavyo Yesu yuko jana, ndivyo ambavyo yuko leo na ndivyo ambavyo yuko milele. Na Yesu ni nini? Ni haya maneno ninayosema kwako. Haya maneno ninayosema kwako ndio Yesu. Ukiyashika haya, ukayashika vizuri, utashangaa hofu inaanza kupoteza nguvu, inaanza kupoteza nguvu kwenye maisha yako. Yale ulikuwa unayahofia, unashangaa yamepoteza nguvu kwa maisha yako. Kwa nini naongea sana hivi? Kwa sababu yale unayahofia siku zote huwa yanakupata. Ayubu fungua sura ya 3. Ayubu sura ya 3 mstari wa 25. Ayubu sura ya 3 mstari wa 25.
kuna kitu nataka niongea. Ayubu 3:25. Ayubu 3:25. Biblia hizi za kawaida zinasema hivi: maana jambo hilo nilichalo hunipata, nalo linitialo hofu hunijilia. Narudia tena, hii Biblia ya kawaida anasema, maana jambo hilo nilichalo hunipata, nalo linitialo hofu hunijilia. Ila kwenye tafsiri ya Biblia fulani naipenda pia. Unajua, ukiwa msomaji na mtu ambaye unataka kujifunza, pia kupata tafsiri mbalimbali zinakusaidia kupata maana hasa yenye shabaha. Hasa na Biblia fulani sikuichukua hapa, ila ninayo ya Habari Njema. Ni Biblia nafikiri wanatengeneza Roman Catholic kama sikosei. Ya Habari Njema inasema hivi, anasema kila, katika mstari huu wa Ayubu 3:25 anasema hivi, kila ninachokiogopa kimenipata. Umesikia hayo maneno? Nimekwambia, kumbuka pale nilikwambia mashaka, uoga, wasiwasi, hofu, vyote ni kundi moja. Vyote viko kwenye jambo moja. Ukisema unaogopa, maana yake una hofu, maana yake una mashaka, maana yake una wasiwasi. Ukisema una wasiwasi, maana yake una hofu, maana yake una uoga, maana yake una hofu. Sio, unanielewa nasema? Hayo maneno yote manne ni neno moja tu. Function yake ni ile. Mwenye uoga, mwenye hofu, mwenye nini, mwenye wasiwasi, mwenye mashaka, function ni jambo moja. Hayo yote manne ni jambo moja. Sasa hapa anasema hivi, kwenye ile tafsiri anasema, kila ninachokiogopa kimenipata, ninachokihofia ndicho kilichonikumba. Umesikia? Nilinukuu tu nikaiandika hapa pembeni. Anasema kila ninachokiogopa, anasema kile ninachokiogopa kimenipata, ninachokihofia ndicho kilichonikumba. Kwa hiyo alikumbwa na kitu alichokihofia, akapatwa na kitu alichokiogopa. Ndio maana wakati wote yale unayohofia, wengi mtakuwa mashahidi. Mtu anahofia kwamba mume wake atakuwa na mwanamke mwingine, kumbe mume wake alikuwa salama tu. Unajua maana yake nini? Hofu ni nguvu. Hofu ni nguvu. Wasiwasi ni nguvu. Mashaka ni nguvu. Uoga ni nguvu, ambao unafanya ni kama una attract yale unayohofia yachukue mwili, yavae mwili, yani yatokee halisi. Kwa hiyo vile vyote, labda mwingine ana wasiwasi na binti yake mzuri maskini, okay, ndio yani binti yake ndio anakuwa yuko katika hali ile ya kuvunja ungo. Kwa hiyo unashangaa mtoto mama ameanza kuwa na wasiwasi, au baba hivi hawataniharibia binti yako, afu wale vijana wanamsemia pale, wale vijana, yani hiyo hofu ndio inamsukumia binti yako aharibiwe na wale vijana. Ile ukikaa kwamba liko pendo la Mungu, pendo ambalo alitupenda tungali wenye dhambi. Vipi saizi ambavyo tumemwamini? Si ni zaidi sana? Maki saizi kama alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, alafu akamtoa Yesu afe kwa ajili yetu, alafu yeye akataka tuwe na access ya lile pendo lake kwa kumwamini Yesu. Ametusaidia, tumemwamini Yesu. Vipi sasa hivi? Je, pendo lake halitatuweka salama? Pendo lake litatuweka salama. Kwa nini? Kwa sababu pendo lake ni Kristo. Kristo ndio pendo la Mungu. Kwa hiyo ndani yake tunakaa salama. Sio, unanielewa anachosema? Ila Ayubu anakiri wazi, anasema kile nilichokiogopa kimenipata, nilichokihofia ndicho kimenikumba. Ambayo ukisoma kwenye Ayubu sura ya kwanza utaona kuanzia mstari wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Utaona habari za Ayubu ambazo kutokana na muda wangu umeenda, hii itakuja kwenye part 2 ya somo hili la inawezekana kuishi bila hofu. Kumbuka hiyo, inawezekana kuishi bila hofu. Naongea na wewe kile ambacho Ayubu kinafunua kabisa, alikuwa na hofu na alifanya nini. Na baadaye ukisoma tena hiyo sura ya kwanza mbele, unakuta mambo yote ambayo Ayubu alikuwa anayahofia yamefunuliwa yote, na ndiyo yaliyompata. Na ndio hapa anakuja anafunua, anagundua kwamba yale niliyohofia, anasema kile nilichokiogopa kimenipata, na nilichokihofia ndicho kinachonikumba. Umeelewa? Anasema napokuacha sasa hivi, ninakuacha katika pendo la Kristo. Mnanielewa ninachosema?
Pendo la Kristo lipi ambalo Mungu amelitoa kwa ajili yako, ambalo ni pendo la Mungu? Kumbuka kwenye hii part 1 nimalizie kwa kusema waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 10, ambao part 2 tutaendelea hapo kwa Ayubu na kumaliza huko kwingine kote. Na kadri tutakapoendelea kusikia haya maneno, hofu katika eneo lolote, hata lile ambalo sijaliaddress kwenye maisha yako, itatupwa nje kabisa na utashangaa una ujasiri kokote unakwenda. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 10 nisome ninapomaliza kwako na nikuache hapo. Anasema hivi: hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Hili ndio pendo la Mungu. Alitupenda sisi, sio kwamba sisi tulimpenda yeye. Na kwa kule kutupenda akamtuma mwanawe kuwa kipatanishi kwa dhambi zetu. Lishike hilo. Mshukuru Mungu kwa kukupatanisha wewe, kwa sababu dhambi zilikutenga. Ila Mungu kwa kukupenda akafanya kazi yeye ya kuhakikisha anapatana na wewe, kwa sababu wewe ulikuwa hujui unapatana na Mungu vipi. Ila Mungu yeye ndo akafanya kazi ya kujipatanisha na wewe kupitia mwanae Kristo Yesu. Hebu katika maombi yako liongee hilo pendo, liongee tena na tena, liseme tena na tena, lifurahie. Acha na zile Baba ninakupenda, Yesu nakupenda. Litambue tu lile pendo lake kwako. Kadiri unavyokuwa utaanza kushangaa sasa na wewe unaanza kuliitikia hilo pendo. Nimeeleweka nasema? Sababu hivyo ambavyo unalishika, umelishika hilo neno lake. Umebarikiwa sana wewe ambaye unanisikiliza. Nina hakika kabisa kama vile maneno haya ambavyo yamesukuma hofu nje ya maisha yangu, yatasukuma pia hofu nje ya maisha yangu. Eneo lolote ambalo lina hofu, kumbuka pendo la Mungu liko kwako. Na katika hilo pendo ambalo ni kamili, huwa linasukuma nje hofu. Na mimi kama mtume nimetumwa na ufalme wa Mungu kuhakikisha ninakukamilisha wewe katika pendo. Pendo gani? Pendo la kumtazama Mungu aliyekupenda wewe kwanza ulipokuwa ungali mwenye dhambi, na akamtoa Yesu kufa kwa ajili yako. Umebarikiwa sana. Kama utapenda kuungana nasi kwenye mafundisho haya na maombezi, tunapatikana Mtendeni. Mtendeni shule ya msingi iko Kisutu Posta. Mtendeni shule ya msingi. Tuko karibu na soko la Kisutu. Ukifika soko la Kisutu hapo utaiona shule ya msingi Mtendeni. Tunatumia madarasa pale. Kila Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 tunakuwa na ibada na mafundisho. Sehemu kubwa ya kwetu pale ni kujifunza namna ya kuomba ambayo itatufanya tuwe washindi katika hali zote, na kujifunza kufikia mahali kukamilika, kwa sababu kusudi Mungu ametuombea watakatifu wakamilishwe. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Mtendeni. Nakukaribisha sana Mtendeni. Kumbuka Mtendeni shule ya msingi. Utatukuta hapo. Tunatumia moja ya madarasa yao. Umebarikiwa sana. Asante kwa kuwa pamoja nami. Kristo Oscar kutoka Throne of Grace for all nations. Asante.